Wanasema uzuri wa mwanamke sio mavazi anayovua wala sio dhahabu anazovaa, bali ni siri iliyojificha ndani ya moyo wake. Jina langu ni Bella. Nilikuwa kwenye jumba la kifahari nikizungukwa na kila aina ya utajiri, lakini moyo wangu ulimpenda kijana mmoja ambaye ulimwengu ulimuona kama takataka. Baba yangu aliniambia, binti yangu, ukiolewa na maskini, mimi sio baba yako tena. Lakini kuna jambo moja ambalo baba hakulijua. Kuna siri nzito ilikuwa imejificha nyuma ya umaskini wa yule kijana, siri ambayo ilikuja kubadilisha maisha ya familia yetu milele. Karibu katika simulizi hii ya kusisimua. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho, ujionee jinsi kesho inavyoweza kuwa fumbo. Katika mitaa ya kifahari ya jiji la Dar es Salaam, aliishi binti mmoja mrembo kama malaika aliyeitwa Bella. Uzuri wake ulikuwa gumzo, ngozi yake iliteleza kama hariri, na macho yake yalikuwa na nuru iliyoweza kuyeyusha moyo wa mwanaume yoyote. Bella alizaliwa kwenye utajiri wa kupindukia, akizungukwa na kila aina ya anasa. Hata hivyo, furaha ya Bella haikuwa kwenye fedha. Baba yake, Mzee Ibrahim, alikuwa mtu mwenye msimamo mkali na anayethamini hadhi. Kila siku alimsisitiza Bella, binti yangu, uzuri wako hauwezi kuishia kwenye nyumba ya maskini. Lazima uolewe na tajiri mwenye hadhi kama yetu. Mama yake pia alikuwa upande wa baba. Bella, msikilize baba yako. Maskini hana cha kukupa zaidi ya shida. Lakini Bella alikuwa na siri moyoni mwake. Alikuwa akimpenda kijana mmoja aliyeitwa Baraka. Baraka alikuwa kijana mnyenyekevu, akiishi maisha ya chini sana na akifanya kazi za sulubu ili kupata mkate wa kila siku. Siku moja, Mzee Ibrahim akiwa njiani kuelekea kwenye kikao kikubwa cha kibiashara, gari lake lilipata hitilafu kubwa na kupoteza mwelekeo. Gari liliserereka na kutumbukia kwenye korongo dogo kando ya barabara ya vumbi. Mzee Ibrahim alinaswa ndani, akivuja damu na kushindwa hata kupiga kelele. Magari mengi ya kifahari yalipita, lakini hakuna aliyesimama. Ghafla, kijana mmoja aliyekuwa amevaa nguo zilizochakaa akipita kwa miguu aliona moshi. Hakusita. Alikimbia kwa kasi, akatumia nguvu zake zote kuvunja kioo na kumvuta Mzee Ibrahim nje sekunde chache kabla ya gari kuanza kuwaka moto. Yule kijana alimsaidia Mzee Ibrahim kwa huduma ya kwanza na kumtuliza. Mzee Ibrahim, akiwa bado na hofu, alitoa rundo la pesa ampe yule kijana kama shukrani, lakini kijana yule alitabasamu na kusema, mzee, nimekusaidia kwa sababu ni utu, sio kwa ajili ya pesa. Kisha akatoweka zake. Mzee alirudi nyumbani na kuambia mke wake na Bella, leo nimepata ajali mbaya, nimeokolewa na kijana mmoja maskini sana, lakini ana moyo wa dhahabu. Hakutaja jina lake wala sura yake vizuri kwa sababu ya mshtuko. Siku chache baadaye, Bella aliamua kuchukua hatua ya ujasiri. Alimwambia baba yake, baba, nimepata mwanaume wa maisha yangu, lakini ni maskini. Hasira za Mzee Ibrahim zilipanda kama moto wa nyika. Kama utaolewa na maskini, mimi sio baba yako tena. Ondoka hapa. Mama yake pia alimkaripia kwa uchungu. Bella alilia usiku kucha, akijua kuwa Baraka ndiye anayemfanya ajihisi binadamu. Baada ya mvutano wa wiki kadhaa, Mzee Ibrahim aliamua kutoa nafasi moja ya mwisho. Sawa Bella, mlete huyo mpenzi wako tumuone. Lakini nakuonya, nitamfukuza kama mbwa mbele ya macho yako. Siku ya miadi ilifika. Bella aliongozana na Baraka kuelekea kwenye jumba la kifahari. Baraka alikuwa amevaa shati lake bora zaidi, ingawa lilikuwa la zamani. Bella alikuwa akitetemeka, akiogopa kuwa baba yake atamdhalilisha Baraka. Walipoingia sebuleni, Mzee Ibrahim alisimama kwa hasira tayari kutoa maneno ya kashfa. Lakini mara tu macho yake yalipokutana na uso wa Baraka, mzee aliganda. Alinyamaza kimya huku pumzi ikimshuka kwa kasi. Mke wa Mzee Ibrahim alishangaa. Mzee, mbona unamwangalia hivyo huyu mnyonge? Mfukuze binti yako aolewe na tajiri. Badala ya kufukuza, Mzee Ibrahim alipiga hatua kuelekea kwa Baraka. Kwa mshangao wa kila mtu, mzee alimkumbatia Baraka kwa heshima kubwa na machozi yakimlenga. Bella, unamjua huyu kijana? Mzee aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Ndiyo baba, huyu ndiye Baraka, kijana ninayempenda, Bella alijibu akilia. Mzee Ibrahim aligeuka kwa mke wake na kusema, huyu sio maskini mnavyofikiri. Huyu ndiye shujaa aliyetoa maisha yake kuniokoa mimi ndani ya lile gari lilokuwa linawaka moto.
Huyu ndiye aliyekataa pesa zangu na kusema utu ni bora kuliko mali. Mama Bella alibaki mdomo wazi kwa aibu na mshangao. Mzee Ibrahim alimshika mkono Baraka na kusema, nilikuwa kipofu wa mali, lakini leo umenifungua macho. Uzuri wa mtu hauko kwenye mfuko wake, bali kwenye moyo wake. Usimdharau usiyemjua, kwani hujui kesho atakuwa nani katika maisha yako. Tangu siku hiyo, Baraka alikaribishwa kama mtoto wa familia, na harusi yao ilikuwa ya mfano, ikifundisha ulimwengu kuwa upendo na utu ni utajiri mkuu kuliko dhahabu.